Tukisalia kwenye hayo, wakazi wa eneo bunge la Kaloleni wamejitokeza kwa wingi katika kikao cha kutoa maoni kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba kuhusu hazina ya maendeleo ya maeneo bunge NG-CDF. Akizungumza katika kikao hicho, mbunge wa Kaloleni Paul Katana amesema umuhimu wa hazina hiyo ukuwa akishinikiza wakazi kuunga mkono mswada huo unaopania kujumuisha hazina hiyo katika katiba, akisema kuwa hazina hiyo imewafaidi wananchi wengi wasiojiweza. Aidha, wakazi wameunga mkono mswada huo wakisema kuwa ipo haja ya hazina hiyo kubaki kwa wabunge, kwani ndio walioko mashinani na wanafahamu changamoto wanazopitia wananchi. Hapo mwanzo shule huku kwetu za sekondari zilikuwa ni kidogo sana. Ilikuwa kwa mfano, nikitoa mfano ni St. George's na labda Mariakan. Lakini hizo shule zingine ambazo sasa zimeenda kujengwa kwa huu mfumo wa NG-CDF zimekuwa nyingi kiasi cha kwamba watoto wetu sahi nao wamejua kuenda form 1 mpaka form 4. Kuna watoto ambao wako nyumbani hivi hawajaenda shule kwa sababu wamekosa wamefukuzwa shule, hawana pesa. Na hizi basari ndo zilikuwa zinatusaidia sisi kama wazazi, tukilemewa tunapata huku kwa mbunge na tunapeleka watoto wetu shule. Imeweza kupatia fursa ama nafasi wale wanafunzi ama watoto ambao wanatoka jamii maskini kupata elimu kupitia kile kitengo cha bursaries. Vile vile pia imeweza kupeana nafasi zile shule za misingi na shule za upili ambazo miundo misingi yake si mizuri, wabunge kupitia hiyo pesa wameweza kuzirekebisha. Lakini kuna wale ambao wamekuwa wakipotosha watu na kutumia makoti, wanaenda kotini wakisema kwamba hii pesa lazima ikufe. Lakini mimi nataka niwaambie namna hii, siku CDF itapotea hapa nchini, huo ndio utakuwa ni mwisho wa watoto wetu wa maskini kwenda shule. Wenyeji wa Kajiado